Rais wa Marekani Donald Trump amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuhusu hali ya usalama inayozidi kuwa tete kati ya Israeli na kundi la Hezbollah nchini Lebanon, wakidai kuwa juhudi za kidiplomasia za Washington zimefanikisha makubaliano mapya ya kusitisha mapigano kati ya pande zote hizo mbili. Kabla ya ujumbe aliuchapisha kwenye mitandao yake ya kijamii, Trump amesema kwamba mazungumzo yake na Netanyahu yalikuwa yenye mafanikio makubwa na kusisitiza kuwa hakutakuwa na operesheni ya kijeshi ya Israeli kuelekea mji mkuu wa Lebanon. Kwa mujibu wa Trump, vikosi vyote vya Israeli vilivyokuwa vinaelekea katika maeneo ya huo tayari vimeamuliwa kurejea nyuma ili kuzuia kuongezeka kwa mapigano ambayo yangebakisha mzozo mkubwa zaidi wa kikanda. Trump aliendelea kueleza kuwa sambamba na mazungumzo yake na Benjamin Netanyahu, pia kulikuwa na mawasiliano yaliyofanyika kupitia wawakilishi wa ngazi ya juu kati ya Marekani na Hezbollah, ambapo kundi hilo liliripotiwa kukubaliana na kusitisha mashambulizi dhidi ya Israeli kwa masharti kwamba Israeli nayo itaacha kushambulia maeneo yaliyohusishwa na kundi hilo nchini Lebanon. Kwa mujibu wa Trump, makubaliano hayo yanalenga kuzuia hali ya sasa ya mvutano kuwa vita kamili kati ya Israeli na Hezbollah, ambavyo vinaweza kusababisha mataifa mengine ya Mashariki ya Kati kuathirika zaidi. Hata hivyo, madai ya Trump yameibua maswali kutokana na kuwepo kwa uthibitisho haraka kutoka kwa Hezbollah au serikali ya Lebanon kuhusu uwepo wa makubaliano rasmi ya kusitisha mapigano. Kauli hiyo ya Trump imekuja wakati Iran ikiendelea kutoa tahadhari kali kwa Israeli kuhusu uwezekano wa kupanua mashambulizi ndani ya Lebanon. Makao makuu ya kijeshi ya Iran yalitoa onyo kwa wakazi wa kaskazini mwa Israeli, wakisema kwamba wanapaswa kuondoka katika maeneo yaliyopo iwapo Israeli itatekeleza vitisho vyake vya kushambulia Beirut pamoja na kitongoji cha Denha, eneo lililochukuliwa kwa ngome kuu ya Hezbollah. Mchanganyiko wa madai ya Trump kuhusu usitishaji wa mapigano na maonyo makali kutoka Iran unaonyesha kuwa Mashariki ya Kati bado yapo katika mkakati ya tahadhari kubwa, huku hofu ikiendelea kuwa katika hatua kubwa na jambo lolote la kijeshi dhidi ya Beirut linaweza kusababisha mzozo mpana zaidi unaoweza kuhusisha moja kwa moja Iran, Hezbollah, Israeli pamoja na washirika wao wote wa kimataifa.